Mtazamaji wa Mosh FM online pamoja na msikilizaji wa 90.7 Mosh FM, niko hapa katika ofisi za Kueko kwa ajili ya kuzungumza na mkurugenzi ambapo atajitambulisha kwa majina yake kamili. Kwa jina naitwa Elizabeth Maro Minde, maarufu Mama Minde. Ni mkurugenzi wa shirika ambalo limejitoa muhanga kutetea haki za wanawake, watoto na watu walio katika makundi ya pembezoni. Najua wewe ni mwanamke ambaye umepata nafasi mbalimbali za uongozi katika mkoa huu wa Kilimanjaro, na najua sasa hivi wewe ni mwenyekiti wa UWT mkoa wa Kilimanjaro. Tuone sasa, mwaka huu ni mwaka uchaguzi mkuu kwa maana ya kuchagua urais, lakini pia kuchagua bunge na hata madiwani. Hebu tuanze kwa kufahamu sasa, kiongozi mwajibikaji ni kiongozi wa aina gani? Kwanza ni kiongozi anayejitambua yeye mwenyewe. Maana kuwajibika ni lazima wewe mwenyewe unajua unawajibika na kitu gani. Kwa hiyo kujitambua ni muhimu sana. Ujitambue kwamba mathalani wewe unataka kuwa kiongozi na wewe ni mwanamke. Jambo la kwanza ambalo lazima ujue ni kwamba wewe mwanamke uko katika jamii ya namna gani. Jamii yetu kwa kiasi kikubwa sana ni jamii ambayo imetawaliwa na mfumo dume. Kwa hiyo wewe mama ambaye unafikiri umejitambua, unaelewa mimi ni mwanamke na haki, naweza nikagombea, kwa nini nisigombee, tunataka haki sawa nini, maneno mengi. Lakini hayo maneno ukiyapeleka kwenye uhalisia yanakuambia kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo unapojitambua ni pamoja na kutambua jamii ambayo unataka kuihudumia. Lakini pia ukishatambua jamii unataka kuihudumia, unataka kwenda na ajenda gani? Unawahudumia vipi? Haitoshi tu mimi nisimame hapo, mimi naitwa fulani ni mwenyekiti wa UWT. Kwa hiyo inamsaidia nini mama aliyoko kule kijijini kujua kwamba wewe ni mama wa UWT? Uko pale ili nini? Kwa hiyo ni lazima kiongozi awe ni mtu anajua anaenda kuhudumia nini. Unataka kuwajibika nini kwa wananchi? Kwa sababu ukishaamua kuchukua nafasi ya uongozi ujue ni uwajibikaji. Huendi pale watu wengine walikuwa wanafikiri jamani hebu nipeni na mie nafasi huko UWT, naona mnakula wenyewe. Unakula nini? Mathalani mimi ni mwenyekiti wa UWT. Hatupewi mshahara, lakini unategemewa ufanye mambo makubwa ya kufa mtu. Kwa hiyo ni lazima ujue ninapochukua nafasi hii siendi hapo kwa sababu naenda kula, kwa sababu hakipo. Utakapokuta hakipo, sasa utakimbia na wewe umeshapewa dhamana na wapiga kura wako. Kwa hiyo ni lazima ujue hiyo nafasi unayoipigania ni ili ufanye nini. Sawa, tunaona pia katika nafasi mbalimbali za uongozi ngazi ya juu kabisa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tunaona Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Dr. Tulia Ackson. Tuone kwamba hii inaleta taswira gani katika nyanja mbalimbali za kiuongozi kwa wanawake? Hii inaleta picha kwamba tuko tayari. Uthubutu. Tumeshajijengea uthubutu wa kutosha. Tunasema hivyo kwa sababu lazima tukumbuke tunatokea kwenye mfumo wa aina gani. Jamii yetu ikoje? Inakubali sana hata wamama waitwe rais au spika au nani? Bado kabisa. Hii ni kwa sababu mfumo wetu tunaouita mfumo dume ni mfumo unaomuona kiongozi kuwa ni mwanamume. Hajakubali kwamba mwanamke yuko tayari. Na hawa mpaka wamepenyeza kuna anayeitwa rais
na ataitwa spika wana wabunge na nafasi nyingine nyeti, ni kwa sababu ya harakati mbalimbali zimekuwa zikiendelea kuwajenga, kuwaunda, kuwapa moyo, na wao wakajitambua nyuma yetu kuna wanawake. Tofauti na miaka mingi iliyopita. Na kwa sababu hiyo basi mimi ninasema kwamba suala zima la mfumo tunaoishi ni mfumo ambao pia unaathiri hata mitazamo yetu. Inaathiri mitazamo yetu kwa sababu hata ya jamii kwa ujumla. Wakati mwingine wanafikiri kwamba wanawake hawa wamechukua hizi nafasi, hao ni malaya tu. Lakini kama mtu ni malaya hata asipokuwa kiongozi ni malaya. Hawi malaya kwa sababu ya kuwa kiongozi. Na kama mwanamke akiingia kwenye hizo nafasi ambaye hajajitambua, anaona kwamba kupona kwake na kubaki katika nafasi hii ni kufanya shughuli hiyo, hiyo ni hulka ya mtu sasa. Lakini sio lengo zima la kumsogeza mwanamke katika uongozi. Tunapozungumza maendeleo, ni wazo langu mimi na la huyu na ya yule na ya yule, pamoja tukaliunda, tukakubaliana jinsi ya kulisogeza mbele. Sasa kwa muda mrefu mfumo dume umekuwa ukikandamiza mawazo ya wanawake, hayasikiki. Kiwatoa tu mfano, hata mimi mwenyewe nilivyogombea hii nafasi ya uwenyekiti wa UWT. Unajua nilipewa changamoto kubwa kuliko kugombea ubunge. Changamoto gani? Kwamba vita ilikuwa kubwa, wanaume wameshuka walikotoka, yani wana watu wao wanawataka wawe. Unaona? Na ni kwa nini wanaingilia chaguzi? Ni kuna nini? Yani mpaka mimi mwenyewe nikashtuka, nikasema kumbe hili jambo lilikuwa kubwa hivi. Mimi nilikuwa sikuliangalia kwa mrengo huo, kwa sababu mimi kutaka kuwa mwenyekiti wa UWT ni kwa sababu nimefikia ule umri sasa wa kustaafu. Sawa? Na mimi kwa miaka yote nimefanya kazi ya utetezi wa mambo ya kina mama. Nikasema hii ni nafasi yangu nzuri, nichukue nafasi hii ili niendelee kuwa wa manufaa kwa jamii. Lakini kuna watu wana mtazamo tofauti. Kwa hiyo hapa utakuta kuna watu wanataka watu fulani tu ndio waingie pale ili mambo yao yaweze kupita kwa poa. Kwa hiyo yenyewe tu iliniletea changamoto kubwa sana. Utatukanwa hamna tusi ambalo sijasikiliza. Utaambiwa kila neno. Haingaambiwa nyewe, mimi nadhani kuna watu wana matatizo. Mimi sije hapa kwa sababu kuna hela, maana sijawahi kujua hela gani iko, wala sijaenda hapo kwa ajili hiyo. Kwa nini vita hivi? Watu walipiga vita, unajua ukitaka kufuatilia utakuta vita ilikuwa kubwa sana. Lakini kwamba niliweza kuvuka hiyo vita, nadhani ni Mungu tu na watu tu waliamua tu sasa mabadiliko yawe, wacha iwe mbaya. Sasa na mama uliomchukua ambaye hajawahi pitia mauongozi, ghafla ukamnyanyua ukamwambia nenda kagombee, hajajua huko mbele kuna nini, hataweza kuhimili hivyo vishindo. Visa ni vingi. Sasa mimi ninawaambia wamama siku zote, hakuna jambo ambalo litaletwa kwenye sahani upewe ndo haki yako. Hakuna kitu kama hicho. Haki hupiganiwa. Kwa sababu kwa kiasi kikubwa hao tunaowatetea wanaitwa wamama, hata wao wenyewe hawaelewi. Haelewi. Na huwezi kumlaumu kwa sababu ndio malezi na makuzi yake. Yeye kalelewa kwenye mila na desturi. Mila zimemweka kwenye nafasi fulani, amekaa hapo kwenye hilo box, atoki hapo. Na kwa sababu hiyo
Ni lazima tuendelee kutiana moyo, tuelimishane, tujue kwamba kuna umuhimu kabisa wa kuelimisha wanawake katika mambo haya. Sawa, sasa hebu tuone sasa kutokana na nafasi yako hii ya kisiasa inaleta changamoto gani katika kazi yako hii ya usaidizi wa kisheria? Changamoto ni kwamba inaleta wateja wengi sana ambao tuna uwezo. Sio anajua wewe unatetea sheria. So hawajui kwamba shirika lina uwezo fulani au nini. Mimi kama mimi peke yangu siwezi kubeba makesi yote. Kwa mfano, sitaweza. Sawa, mwaka huu kama tulivyosema ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika Oktoba mwaka huu. Tuone kwamba sasa baadhi ya wanawake ambao wanatarajia kugombea nafasi mbalimbali za uongozi wanatakiwa kuzingatia vitu gani hasa? Kwanza kama nilivyosema tangu mwanzo, lazima wajitambue wao wenyewe kwanza. Wajue kwamba huko wanakoenda ni mapambano. Huendi pale uende upewe kwa sababu wewe ni mwanamke. Hamna kitu kama hicho. Na sasa hivi hata kitendo cha mama kuchangamka na kutaka nafasi sana kinazidi kujenga hata kitu kama chuki hivi. Wababa wanaona na wanataka kutukalia kichwani sasa. Tutashughulika nao. Na wanashughulika kweli. Sasa wewe watakaposema tutashughulika nao, manake ni nguvu ya pesa itumike, ni nguvu ya kila namna itumike. Wewe kama mama utaponea wapi? Kwa hiyo kwenye uchaguzi lazima ujue kuna mambo mengi. Utaenda kujenga ushawishi wa namna gani ili uchaguliwe. Lakini tunajua tuna wanawake wengi viongozi wazuri ambao anaogopa tu. Nitaenda hapo, watu watasemaje? Wengine wamekuwa viongozi hata ndoa zao zimevunjika. Kwa sababu ya hofu tu. Watu wako huko nyumbani wanaona huyu huko alikoenda ambayo si kweli. Kwa sababu sasa wewe ukishakuwa kiongozi, utawakimbia viongozi wenzio kwa sababu ni wanaume. Kauli ya no reform no election, tuone kwamba inaweza ikaleta changamoto gani hasa kwa baadhi ya wanawake ambao pengine walikuwa na wania kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Mimi naona kwamba wamama wengi labda ndani ya mfumo ule hawatagombea kutokana na kauli hiyo. Lakini hata ukiwasikiliza sana hata viongozi sasa hivi, haina maana hatutagombea. Kwa hiyo wanataka kugombea. Mimi nadhani hawajafikia uamuzi mgumu sana, ni tafsiri tu za watu wanatoa ili wakifikiri ndio itawapa fursa zaidi ya kugombea nafasi, lakini mimi nadhani watagombea. Mimi imani yangu inanipelekea kuona kwamba bado watagombea. Sawa, sasa tunaondoaje mila na desturi kandamizi katika jamii ili kuhakikisha kwamba mwanamke anapata nafasi kugombea nafasi za uongozi? Swala la kuondoa mila potofu ndani ya jamii ni swala la mchakato. Sio kitu kinabadilika usiku mmoja. Inatoka mbali, hiyo safari ni ndefu. Ni safari ndefu na mimi najua ni ndefu, tumeifanya, tumeiona ni ndefu. Ni swala zima la watu kukubali mabadiliko. Unaona? Mtasema kwa mfano Kilimanjaro kuna wasomi, kuna nini, lakini mila na desturi hapa ndo store. Unaona? Huku labda tulipewa fursa tangu zamani kidogo tofauti na maeneo mengine wanawake kuenda shule. Lakini bado tuna jamii pana sana inayoona kwamba kumsomesha mwanamke unasomesha mke wa mtu. Kuna jamii nyingine kwa mfano jamii za wafugaji walio mara nyingi wanawake bado sio, naelewa mabadiliko
yanachukua nyanja nyingi. Elimu, sheria zenyewe bado ni kandamizi mpaka leo. Pamoja na kelele yote, sheria ya ndoa bado imeruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na miaka 15. Ukishamwozesha miaka 15, si umeshaua ndoto yake ya elimu? Huku tunapiga kelele, wanawake sawa, wapewe fursa sawa na wanaume. Hata wakitangaza kazi ya injinia, mimi niliyemalizia shule nikiwa na umri wa miaka 15, nimefika darasa gani? La 7. Wakitangaza kazi ya injinia, mimi naweza kuiomba? Kuna kazi utapewa kwa sababu wewe ni mwanamke, au utapewa kwa sababu una uzoefu? Kwa hiyo kuna elimu, kuna sheria, kuna yani mfumo mzima ni wa kuchanja. Na nikuambie, jamii haijawa tayari na mabadiliko makubwa. Ingekuwa imekuwa tayari, mabunge hayo yaliyopita mpaka hapa tulipofika tangu tupate uhuru, ungekuta angalau hata hiyo umri wa miaka 15 umebadilika. Utayari ile tunasema nini, utashi wa kisiasa bado. So kama mjaweza hata kubadili huo umri, wewe unafikiri Mama Samia atapewa vita vya namna gani? Na ndio maana lazima wamama ambao tayari wameshajitambua, tayari wamama makundi mengine ameshatengeneza mpaka na ilani ya uchaguzi ya wanawake, mambo gani tuangalie, tuwe imara, tusimamie hili, tusimamie. Hii ni kwa ajili ya kuanza kuchanua ule mfumo na kuhakikisha mwanamke akienda pale anakwenda na ajenda. Huendi pale kuuza sura, hamna mtu anaenda ununua sura. Tunataka kujua wewe utasaidia nini jamii ilete mabadiliko. Na mwanamke ni maskini wa maskini. Ukipanga grade za maskini, wanawake ndo tuko chini kabisa. Sasa hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwenda kwenye uwanja wa mapambano, hapa natakiwa kwa mfano niende wapi? Niende Same kuomba kura. Naendaje? Hata nikipakia basi nikifika Same, haya kupanda huko milimani, kufikia hao wajumbe hata wakujue wewe ndio fulani unayeomba kura, unataka tukupe kura kwa nini, tuanze kuelimishana, tuongozane. Kwa hiyo bado uwezo wa kiuchumi unatoa changamoto kubwa sana. Na ndio maana sasa hivi vita ingine kubwa sasa hivi, hawa ambao tayari wako bungeni wanawekwa kwenye mstari mmoja na hawa wanaanza leo, mtaanza kushindana nao. Wao wanakuja na pensheni yao ya kibunge na allowance zao wamekuwa wakikusanya wakijiandaa kwa uchaguzi. Wewe umejiandaa nani? Yale mahindi tukauze watoto wasile ili tukagombe? Ndio saa nyingine wamama sasa, msitudanganye hapa. Bado siku kadhaa tu watu waweze kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa unawashauri nini wanawake ambao tayari wana nia hiyo ya kuchukua fomu na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi kwa mkoa huu wa Kilimanjaro? Mimi nasema hivi, mtu yoyote amejisikia na wito wa kugombea achukue hiyo fomu. Asiogope. Kwa sababu hiyo ni hatua ya kwanza ya ushindi. Umeondoa hofu ndani yako. Chukua hiyo fomu. Wala mtu asikwambie hiyo fomu hata Mama Minda ameichukua. Hata akichukua, hakuna mtu ana hati miliki na nafasi. Na kwa sababu hiyo mtu asimtishe, mtu awe mwanamke awe mwanamume, watu wote wana haki. Akishaelewa hilo, ataingia pale, yuko tayari. Na ujue ukishaingia kwenye uchaguzi kuna kushinda na kushindwa. Wewe usiende pale ukijiaminisha kwamba lazima ushinde. Unaweza usishinde vile vile. Sasa ukishindwa safari moja usiache. Tayari hiyo ni hatua ya elimu. Kitu gani nilifanya, vipi nibadilishe mwendo wangu ili nifanikiwe safari ijayo.
Na ndio maana utasikia watu wanakuambia uchaguzi mmoja ukikamilika ni hatua ya kuendelea mbele, sio ya kurudi. Watu wengine zamani walikuwa wanasema mnaniona, nipeni basi kura. Ese mkubwa. Na watu watampa kura kweli wamemwona. Lakini hiyo sio agenda. Lazima ujue kwa nini unaitaka hiyo nafasi. Utafanyia nini wale wapiga kura wako, ili hata ukirudi siku nyingine wakwambia karibu. Ili na watoto wetu watamani kuingia kwenye nafasi hizo. Tunataka watoto wapande juu wachukue hizo nafasi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba watu, filimbi imeshapulizwa, ni mwendo wa kuenda.